Ibrahim Iman. Naam. Kwema. Kwema kabisa. Bwana karibu sana Divine FM. Nashukuru sana. Okay, sawa, tunafurahi sana kuwa na wewe leo kikapuni hapa ndani Divine. Kikubwa zaidi tunataka tujue kwanza, tumfahamu kwanza Ibrahim Imani. Safari yake ya kimuziki ilianzia wapi? Nashukuru sana kwa swali zuri. Ni kweli Ibrahim Imani, safari yangu ya muziki ilianza tangu nikiwa shule. Bado niko mwanafunzi pale sekondari Gembe. Nimeanza hapo kuimba, nilikuwa naimba nyimbo za hip hop. Nimeimba nyimbo za hip hop shuleni hapo. Baadaye Mungu ni mwema, katika tembea na pilika za kutafuta maisha nikakutana na wokovu. Nimekutana na wokovu, ndipo Mungu akawa amenibadilishia sasa ujumbe wa kuimba. Badala ya kuimba hip hop nikaanza kuimba gospel. Kumbe ulianza kuimba hip hop? Yeah. Ulikuwa unaimba hip hop gospel ama ulikuwa unaimba hip hop za kidunia? Nilikuwa naimba hip hop za kidunia, maana nilikuwa bado sijamjua Mungu kwa undani zaidi. Chanzo cha kuokoka ilikuwa ni nini hasa? Tupitishe hapo tufahamu kidogo. Chanzo cha kuokoka, kweli nilipita kwenye wakati mgumu wa kiafya. Niliugua sana kipindi fulani hivi. Nimeugua sana, nikawa katika hatari ya kufa. Na huu shuhuda huwa nawaambia mara nyingi, hata wale ambao nimewahi kufika kwao, nimewahi kufanya huduma kwao, huwa nashuhudia sana. Baada ya kuugua, katika ile hali ya kuugua, unaenda hospitalini unapima ugonjwa hamna, lakini baada ya kuja kufanyiwa maombezi nikapata uzima. Ikawa mwanzo wangu wa kuokoka. Hiyo ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2014. Ilikuwa ni 2014 hiyo. Yeah. Ilikuwa ni hapa pa Kahama. Ilikuwa 2014. Mgogoro wa kiafya ulinikuta nikiwa Mwanza. Lakini baadaye nikawa nimekuja hapa Kahama, nikawa nimeajiriwa kwenye kazi za kununua mipunga na kuuza. Nikiwa naishi katika ile familia ya bosi wangu aliyokuwa ameniajiri, hapo ndio matatizo makubwa sasa ya kiafya yakanikuta hapo. Nikawa nimetulia hapa Kahama. Baadaye ndipo nikakutana na neema hii ya wokovu hapa Kahama. Kuokoka kabisa, kuokoka rasmi na kuanza kuingia kanisani ni mwaka 2015. Ilikuwa 2015. Yeah. Ni hapa Kahama. Ni hapa Kahama. Okay, sawa. Uliugua nini hasa kipindi hicho? Afya yangu tu ilizofika. Nikawa nahisi kama kuna vitu ndani ya mwili wangu, yani vinanyonya afya. Yani kuna vitu kama vilikuwa vinatembea ndani ya mwili wangu. Saa nyingine yani nilikuwa nahisi miguu inawaka moto. Ndio? Ndio tatizo ambalo lilikuwa linanisumbua sana. Tumbo pia kulikuwa na kitu kinauma sana tumboni. Lakini Mungu akawa amenisaidia, kwa sasa niko vizuri. Kwa sasa hivi tuko njema. Niko njema kabisa. Kwa Mungu ameweza kututoa kule tulipokuwa. Yeah. Okay, sawa. Bwana, wana kikapu pia wanafurahi pia ujio wako hapa. Wiki iliyopita tulitambulisha kazi yako. Ilikuwa siku ya Ijumaa, tulitambulisha kazi yako, inaitwa Moyo. Unaitwa Moyo wa Subira. Tulitambulisha hapa. Sawa kabisa. Na watu pia wakaisikiliza, wakaipokea. Baadhi pia tuliona comment zao, ingawa tukuweza kuzisoma kutokana na wakati. Sawa kabisa. Moyo kuwa na subra ni moja kazi yako pia. Hilo ndio kazi yako ya kwanza kutoka ama kuna zingine pia zishatoka? Ile ni kazi ya 3. Kuna zingine pia ambazo zimeshawahi kutoka, lakini hii ndio kazi ambayo iligusa maisha yangu sana. Moyo wa Subira, mpaka kuamua kuja kuitambulisha na Watanzania wanisikie ya kwamba Moyo wa Subira ni nyimbo ambayo niliimba uhalisia wa sehemu ya maisha yangu. Yale ambayo nimewahi kukutana nayo, kwa sababu nimewahi kupita kwenye wakati mgumu sana. Yeah. Uliwapitia, maana ndio ambao uliweka mle yani. Kwa sababu kwamba kilichoimbwa mle asilimia kubwa ni maisha yako. Ni maisha yangu halisi. Yeah. Ambacho ndio chanzo cha kuokoka. Ndio. Ina maana usingeugua vile leo hii Ibrahim Imani tusingekuwa naye huko kwenye upande wa injili. Tusingekuwa kwenye injili. Kabla hujaokoka, kipindi unaimba nyimbo za kidunia kule. Ndio. Kuna impact yote ambayo ulikuwa unapata, faida gani ambayo ulipata labda katika muziki wako kabla hujaamua kuokoka kuja huko? Kabla sijaokoka, kwa sababu nilikuwa pia bado ni mwanafunzi. Nilikuwa naimba kwenye matamasha ya shuleni. Labda tumetoka shule hii kwenda kukutana na shule nyingine, mnakutana kwenye midahalo,
kila mtu anakuwa anaonyesha kipaji chake. Ya, lakini katika ile midahalo watu walinipenda, wakapenda kipaji changu. Toka hapo nikawa na marafiki wengi wakawa wananishauri namna ya kufanya ili niweze kwenda zaidi. Ndio. Ya. Wengi wakawa nakushauri pale. Kwamba fanya hivi, fanya kile. Ukifanya hivi itakuwa hivi. Bwana, kwa ni nani hasa ambaye kushawishi mpaka ukaingia kwenye gospel? Kwa kweli kusema kweli mimi mtu hakunishawishi kuingia kwenye gospel. Isipokuwa tu kama nilivyoelezea hapo mwanzo kwamba jambo ambalo lilinifanya mimi kuokoka ni ugonjwa. Ni ugonjwa tu. Ni ugonjwa huo. Kwa hiyo baada ya kupona ukasema acha nimtumikie Mungu. Nilipopona nikasema huku nilikopatia msaada huko ndo pa kushikilia. Kwa nilikoponea huko ndo nishikilie huko. Na nyumbani penyewe vipi, familia tunakotoka na wenyewe wameokoka? Ya, namshukuru Mungu. Kuna mfano kama mamangu mzazi alikuwa hajaokoka, lakini mimi ndo nilianzia kuokoka. Alikuwa anasali tu kwenye madhehebu ya kidini ya kawaida, lakini mwaka 2019 namshukuru Mungu akawa amempokea Yesu. Kwa hiyo mpaka sasa ameokoka. Kuna mdogo wangu wa mwisho naye pia ameokoka, na kuna wengine baadhi ndugu nao pia wameokoka, lakini walio wengi bado. Wale wengi bado hawajaokoka. Okay, sawa. Wewe ni miongoni mwa watu ambao umeokoka katika familia yenu. Amen. Wengine pia bado hawajaokoka. Ndio. Wanasupport vipi huduma yako wewe ili kusha kwamba Ibrahimu Imani aendelee kuitangaza injili, kwa sababu umeokoka pia? Familia yenyewe inahusika vipi katika maisha yako ya kimuziki huku? Kusema kweli familia imehusika kwa kiwango ambacho kwa uelewa wao. Lakini mwanzoni hawakuwa wananielewa ni nini ninachokifanya. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kupata support yoyote au msaada wowote. Lakini namshukuru Mungu kwa sasa, tangu nilipotoa video, pia hizo nyimbo tayari zina video zake. Mungu ameanza kuwafungua na wao pia wameanza kuelewa kumbe huyu mtu anaelekea wapi. Kwa hiyo kwa sasa kidogo naona kuna unafuu. Unafuu upo. Tofauti na pale awali. Kipindi naanza huduma hii ya uimbaji. Kwa sasa hivi hata kazi zako wanasikiliza. Hata kazi zangu wanasikiliza, wananitia moyo, wanasema kazi zako ni nzuri. Endelea. Haujutii kuokoka? Sijutii kuokoka kabisa. Hilo unajuta ulichelewa. Bwana, kazi imetengenezwa wapi hii Moyo wa Subira? Moyo wa Subira imetengenezwa pale Bamicha Record kwa producer Crash Designer. Crash Designer ndo ambaye katengeneza umdundo. Wewe na Crash mlikutana lini na mlikutana wapi mpaka mkafahamiana mkaona mtengeneze hiki kitu? Crash nilikutana naye mwaka 2017. Pale kwenye studio yake, ofisi yake ile Bamicha Record. Nimekutana naye pale na ndio ikawa mara yangu ya kwanza kuingia kwenye studio na kuanza kurekodi mwaka 2017. 17. Kipindi chako ni nyimbo za kidunia unaimba? Hapana, tayari sasa niko ndani ya wokovu. Hata ulikuwa umeshaingia huko? Nilikuwa nimeshaingia huko. Kwa hiyo kabla ya Moyo wa Subira, kuna zingine ambazo tayari mko mmeshatengeneza na Bamicha? Kama kazi zipi zingine kabla kutambulisha hizi? Kuna kazi kama Nashukuru Bwana Yesu. Alafu kuna kazi nyingine inaitwa Ni Mwema. Hizo ndo kazi za kwanza za Ibrahimu Imani. Umegusia kwamba hizi kazi tayari zina video. Ndio. Video zake pia vipi, zimetengenezewa wapi? Kahama ama tulitoka nje? Video zake zimetengenezewa hapa Kahama, lakini director ni kutoka Kenya. Alitengeneza mdundo kutoka Kenya. Ametoka Kenya, na kuna mixing zingine mule ukizitazama zile video maeneo ya Kenya. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Kumbe tulitoka Tanzania kabisa tukaenda plus 254 kule. Tuna manager ambaye anatumanage ama sisi wenyewe tu gharama zetu kutoka Tanzania kwenda Kenya? Ni sisi wenyewe tu tunajimanage wenyewe. Kenya sehemu gani kule umeshutia? Ni Mombasa. Na ulienda Mombasa. Na location ngapi ambazo zimetumika? Location zilizotumika ni chache sana kulingana na nguvu ya kiuchumi. Na ulikwenda mwenyewe, ulikuwa unajisimamia mwenyewe kazi zako? Kazi zangu kwa kweli ambaye amenishika mkono sana ni huyo director pia.
yani kwamba ni Crush ulienda naye Kenya? Hapana, sio Crush. Ni yule aliyefanya shooting. Director. Director. Director ndo ambaye kahusika sana. Na director anatokea Kenya? Anakaa kule Mombasa. Na mlikutana vipi na huyu director wakati yuko Kenya kwa Tanzania? Okay, huyu director nilikutana naye hapa Kahama, alikuwa amekuja kwenye mkutano wa Injili. Maana pia yeye ni mhubiri na pia ni producer. Sasa nimefika pale kwenye ule mkutano, nikawa nimealikwa, nilikuwa na mwaliko wa kuimba. Sasa nimeimba, akawa amependa kazi zangu. Amependa huduma yangu, akaniambia nataka nifanye na wewe kazi. Ndivyo na mimi nikasema niko tayari, okay, tunaweza tukafanya kazi. Ndipo tukawa tumeingia sasa huo mkataba wa kufanya hiyo kazi. Ndo mkaingia makubaliano hapo. Kwa mlikutana yani somewhere tu? Tulikutana tu. Bwana, kwa hiyo kazi zake ni nzuri sana. Mimi nakuuliza hivi kwa sababu sijabahatika kutazama hizo video zako. Ndio kwanza unaniambia hapa. Sawa kabisa. Kwa hiyo kazi zako zote, audio na video zote zipo complete kabisa? Yeah. Zimekamilika. Na mtu akitaka kuzitazama hizi video anaingia kwenye channel yako ama wazipo kule? Yeah, mtu akitaka kuzitazama anaweza akaingia kwenye channel yangu ya YouTube. Anaweza akazipata. Unaandika tu jina Ibrahimu Imani kwa herufi kubwa. Ibrahimu Imani. Nakupata huko. Unanipata huko. Na vile vile unaweza kanipata Facebook. Unaweza kanipata Instagram. Kote jina ni moja tu. Jina ni moja, Ibrahimu Imani. Okay, sawa. Ibrahimu, umekuja kututembelea hapa Kikapuni Divine FM. Sawa kabisa. Watanzania wanakusikiliza. Wameacha kazi zao usiku huu hapa, wanasikiliza Divine na wanakusikiliza wewe Kikapuni hapa. Ndio. Waimbaji mnazidi kuongezeka, ni wengi. Kila engo, kila kukicha waimbaji wanachipukia. Wewe pia umeingia kwenye listi ya waimbaji. Watanzania unataka kutambue kwa kufahamu kupitia huduma yako. Lakini mwisho wa siku kama vile huwa mnaanza kwa speed sana waimbaji. Lakini mwisho wa safari tunaokuja kuwaona na kwa ni wachache. Unakuta mlolongo unakuwa ni mrefu sana, mlolongo wa watu ambao wameamua kutumika, lakini final huwa ni wachache, wengine wanadondoka. Wewe umejipangaje kisha kwamba basi Ibrahimu Imani adondoki, tuendelee kumuona na kumsikia siku zote? Okay, nashukuru. Hii ni kawaida kabisa ya kwamba kila jambo huwa linaanza na watu wengi. Mfano, wanafunzi wanapoingia wanajiunga na shule, wanaanza either form 1, huwa wanaanza wanafunzi hata 200. Lakini wale wanaoenda kumaliza form 4 unakuta ni wanafunzi hata 40. Kwa nini? Ni wale ambao tayari wameshachujwa na wale ambao wamemaanisha kufanya kile kitu. Kwa hiyo hata sisi waimbaji wapo wengi ambao tuko tumeanza kazi ya uimbaji. Kuna watu ambao wanafanya kwa kuiga mtu, lakini kuna wale ambao huduma iko ndani ya damu. Sasa wale ambao wameiga watakapokuwa wanakutana na changamoto ngumu, lazima watafeli na kurudi nyuma. Ndio unaweza ukakuta mtu anainuka kwa kasi sana, lakini unashtukia anazima. Angalia kwa nini amezima. Kuna changamoto ambazo amekutana nazo za kumfanya akate tamaa. Mimi mpaka kufikia hapa nilipo tangu mwaka 2017. Yako mengi yalionifanya niache kuimba. Yako mengi yalionifanya nikate tamaa. Lakini kwa sababu ile ni huduma ambayo iko ndani ya moyo wangu, ni kipaji cha kuzaliwa. Yaani huwa nawaambia hata watu wanaonisikiliza, hata nikiwa nimeenda kuimba, nawaambia mimi kuimba ni kitu ambacho nakipenda kuliko vitu vyote duniani. Unaona? Sasa kama hii kuimba napenda kuliko vitu vyote duniani, maana yake hii ndio kazi yangu ya kwanza, kuimba. Sasa mimi usitegemee msikilizaji unayenisikiliza ya kwamba ulivyonisikia hivi leo hutanisikia tena. Hapana, utaendelea kunisikiliza siku zote mpaka siku labda usikie kwamba Ibrahimu sasa amekufa, ameondoka duniani. Hapo ndipo utanikosa hewani. Lakini kwa kadri ambavyo nimekanyaga studio hizi za Divine, hautakoma kunisikia. Ila isipokuwa tunahitaji support yako wewe msikilizaji unayenisikiliza, na wewe mtazamaji ambaye utaendelea kufuatilia kazi zangu kwenye YouTube na kwenye Facebook na kwenye Instagram. Tuko pamoja, nitaendelea zaidi na zaidi. Vile vile nahitaji maombi yenu ufike mbali zaidi, ili niweze kufika mbali zaidi. Bwana, kwa sasa hivi kwenye kikapu ambayo inatamba ni Moyo wa Subra. Ndio ambayo pia hata kwenye background hapa inasikika kwa sasa hivi. Mara baada ya kazi hapa katika project, yani mipango ya Ibrahimu Imani, kuna kazi gani zingine
Watanzania wana kikapu watarajie pia kuzisikia na kuziona muda mchache baadaye kutoka kwako? Okay, kazi ambazo nahitaji kufanya, zipo kazi mpya ambazo nimezipangilia baada ya kutoa hii album. Kuna kazi ambazo niko naziandaa, ni kazi mpya. Nadhani tu Watanzania au wasikilizaji wanaonisikiliza watarajie tu kupokea vitu vipya kutoka kwa Ibrahimu Imani ndani ya mwaka huu. Bwana, huyu ni Ibrahimu Imani, yuko na sisi kikapuni hapa Divine FM. Anasikika, kazi yake ilitambulishwa wiki iliyopita siku ya Ijumaa hapa na nilitambulisha mimi mwenyewe. Ilikuwa ni Ijumaa, ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe 27. Ilikuwa tarehe 27 Ijumaa. Nilitambulisha hiyo kazi hapa, na leo hii basi Ibrahimu Imani akasema kwamba sio vibaya sana akaja kuzungumza pia na mamilioni wa Tanzania ambao wanakisikiliza kikapu, kwa sababu pia kikapu ni miongoni mwa bidhaa ambazo ziko ndani yake pia. Kwa hiyo na Ibrahimu Imani leo hii amekuwa pati ya bidhaa ambazo zipo ndani ya kikapu on your radio. Jina langu ni John Ngolo. Tuko hapa hadi saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, la kwa sasa hivi nazungumza na Ibrahimu Imani. Endelea pia, kama una lolote la kuniuliza mimi mwenyewe hapa la kwangu binafsi, niandikie kwenye Instagram, natumia jina la John Ngolo. Lakini pia Ibrahimu yeye akasema kwamba anapatikana kwenye platform zote, yani mitandao yote yenye jina la Ibrahimu Imani, kule kwenye Facebook, lakini pia kwenye Instagram natumia jina la Ibrahimu Imani. Ibrahimu, kabla tujaachana na wewe hapa, tujiagana na pia sisi tuendelee na mambo mengine. Sawa sawa. Unaweza kutuambia katika safari yako ya muziki mpaka kufikia leo hii, kuna ups and downs zipi? Yani kuna changamoto ipi ambayo ilishaye kukukumba ama ulishaye kukutana nayo? Yani pako kajuta ukatamani kama vile uachane na masuala kuimba, bora ufanye biashara zingine, lakini ukasema no, acha niendelee. Changamoto ipi ambayo unaweza kushare na vijana ambao wanakusikiliza, vijana wenzako ambao wenyewe pia ndo wanachipukia kwenye muziki huu? Sawa kabisa. Changamoto ambayo iliwahi kuniumiza moyo wangu katika huduma hii ya uimbaji na kunisababishia nikate tamaa. Changamoto namba 1 ni uchumi. Uchumi, kuna kipindi uliumba sana, na ulipoyumba nikawa najipiga naenda studio. Nimeipata hela kwa shida, naenda studio nikitarajia kwamba kazi yangu ndani ya wiki moja iwe imeshatoka. Lakini badala ya kwamba kazi itoke wiki moja inamaliza mwezi. Sasa ukifuata, ukienda studio unakuta kazi bado haijatoka. Kwa kweli kwa najisikia vibaya sana. Lakini kwa sababu gani? Unakuta tena watu wanahitaji kwamba vipi huduma yako, tunakuhitaji pale. Unaenda kwa nauli ya kujipiga. Unafika na kule mambo yanakuwa sio mazuri. Lakini kwa sasa hivi Watanzania wanakuelewa kupitia huduma yako. Mialiko sio mbaya sana inapatikana. Namshukuru Mungu kwa sasa mialiko ni mingi. Mpaka inafikia hatua sehemu zingine siendi kwa kweli. Bize. Unaweza ukakuta sehemu nyingine mikutano inagongana sasa. Kwa sehemu fulani wanakuhitaji, sehemu fulani wanakuhitaji. Namshukuru Mungu kwa hii hatua aliyonifikisha. Bwana, sawa. Huyu ni Ibrahimu Imani. Bwana, kabla tujiachana wewe, una lolote pia kuzungumza kwa Watanzania bwana kusikiliza hapa kikapuni Divine FM? Jambo la kuzungumza kwa Watanzania wanaonisikiliza hadi sasa, nahitaji support yenu, nahitaji maombi yenu. Wewe ukipita tu kwenye ukurasa wangu wa Instagram, usisahau kulike, comment, nishauri chochote kila ambacho utapenda kunishauri katika kazi. Vile vile katika YouTube usisahau kusubscribe. Endelea kufuatilia, utapata vitu vingi. Vile vile usisahau kucomment na kulike. Hiyo ndio itakuwa support ya mimi kunifikisha mbali. Amina. Mungu awabariki sana. Umedhamiria? Nimedhamiria. Never go back, hautarajii kurudi nyuma. Yani hamna kurudi nyuma. Kuna msemo mmoja wanasema kwamba mbele kwa mbele. Mbele kwa mbele. Bwana, kuna mdau mmoja hapa ananiuliza swali. Hili ni swali ambalo kaliuliza yeye, mimi acha niliwasilishe kwako. Ibrahimu Imani ameoa? Umeoa wewe? Nimeoa. Una watoto wangapi? Nina mke, bado sijafanikiwa kupata watoto. Umeoa mwaka gani? Nimeoa mwaka tarehe 14 mwezi wa 7 2018. 2018? Tarehe ngapi ilikuwa? Tarehe 14 mwezi wa 7.
mpaka leo. Mbona kimya hivi? Ni miaka mitatu. Mmejiwekea muda ama vipi? Ama bado ni mipango ya Mungu? Ni mipango ya Mungu. Yeah. Mungu atafanya jambo. Amen. Lakini mke pia ni vipi, ana support vipi huduma yako? Mke wangu namshukuru kwa sababu yeye ndiye mshauri wangu wa kwanza na ni muombeaji wa huduma yangu. Na furaha yake ni yeye anaponiona ninamtumikia Mungu. Ndio furaha yake. Ndio furaha yake kwa pale. Yeah. Bwana Sawa, mimi nikushukuru sana kwa ujio wako. Asante kwa kuja Divine FM, asante kwa kuja Kikapuni. Nashukuru pia sana. Nashukuru sana kwako pia John Ngolo. Bwana, shukrani sana. Huyu ni Ibrahimu Imani. Wiki iliyopita kama nilivyokuambia, kazi yake kwa mara ya kwanza ilisikika hapa Kikapuni, na leo ameona sio vibaya sana akaja akasikika pia, akashare na sisi idea zake na vision zake pia kwa ujumla kuhusiana na huduma yake na venye ambavyo anahitaji kuishifisha kwamba basi ndoto yake inatimia pale ambapo anahitaji kuwa, na ametupromise kwamba hatoweza kurudi nyuma, hatohitaji kubaki hapa alipo, anahitaji kufika mbali zaidi. Ibrahimu Imani, miaka 3 ama 4 5 baadaye, Ibrahimu Imani tumuone wapi? Sio miaka mingi sana. Yani kwa jinsi ambavyo mimi ninavyoona, maono yangu na moyo wangu unavyonisukuma na Roho Mtakatifu niliye naye, nashuhudiwa sana muda sio mrefu nitakuwa pale juu. Nitakuwa juu. Unataka ukakompete na kaka zako kwa? Nitakuwa kwenye lile grupu. Bwana sawa. Bwana, asante sana. Huyo ni Ibrahimu Imani. Bwana kasikika leo Kikapuni hapa. Tumeanza naye kupitia Back Home ni mwimbaji kutokea hapa ardhi ya Kahama. Kazi inaitwa Moyo Subira, ilisikika hapa, na pia na leo utasikiliza tena hapa For the Once Again, inasikika tena hapa Kikapuni. Jina langu ni John Ngolo. Hiki ni Kikapu Divine FM mpaka 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Una lolote la kunishauri, usisite niandikie kwenye Instagram, natumia jina la John Ngolo, ni JOHNNGOLLO John Ngolo. Ukiniandikia hapo, mimi nitasoma kile ambacho utakuwa umeniandikia, lakini pia usisite, unaweza pia ukaandika kupitia 0767862775 au 0688105435. Tuko mpaka saa 4 usiku, lakini Shehena Product watakuwepo hapa kwa ajili ya kuweza kutuwezesha na kutuambia leo hii kuna kitu gani hasa katika afya na uchumi. Endelea kustick around hapo, endelea kuikumbatia Divine FM. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike daima. Kwa haki yako uniponye na kutegemea Bwana. Nimejaa huzuni, sina raha, maumivu kila kukicha. Maadui zangu hunidhihaki kila siku tu kukicha. Mwili wangu wa damu na nyama naona kama umechoka. Uko wapi Bwana, mbona kama umeniacha? Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike daima. Kwa haki yako uniponye na kutegemea Bwana. Nimejaa huzuni, sina raha, maumivu kila kukicha. Maadui zangu nisihaki kila siku tu kukicha. Nipe moyo wa subira Yesu, niweze kuvumilia. Nipe moyo wa subira. Nipe moyo wa subira Yesu, niweze kuvumilia. Mapito ninayopitia yanaumiza moyo. Changamoto za maisha Bwana zakatisha tamaa. Kwa nini umeruhusu mabaya yanipate Bwana? Kwa nini umeruhusu aibu inifate mimi? Najua ni kikombe changu, sina budi kukinywea. Najua ni mapito yangu, sina budi kupitia. Najua ni kikombe changu, sina budi kukinywea. Najua ni mapito yangu, sina budi kupitia. Nimekuwa kama Ayubu, majaribu kupitia. Watoto wake walikufa, mashamba yakateketea. Kwa nini umeruhusu mabaya yanipate Bwana?
Kwa nini umeruhusu aibu inifate mimi? Najua ni kikombe changu, sina budi kukinywea. Najua ni mapito yangu, sina budi kupitia. Nipe moyo wa subira, subira. Nipe moyo wa subira, Yesu, niweze kuvumilia. Nisitoke. Nipe moyo wa subira, subira. Nipe moyo wa subira, Yesu, niweze kuvumilia. Nisitoke. Nipe moyo wa subira, Baba, subira. Nipe moyo wa subira, Yesu, niweze kuvumilia. Nisitoke. Nipe moyo wa subira, subira. Nipe moyo wa subira, Yesu, niweze kuvumilia. Ee Baba Mungu wa mbingu na nchi, kikombe hiki cha majaribu kiniepuke sasa, maana yatosha. Hata hivyo Jehova, mwili wangu umechoka. Niepushe kama ulivyomwepusha Ayubu sasa. Uniepushe kama ulivyomwepusha Yusufu. Katika lile gereza la mateso ukamfanya awe waziri mkuu. Niepushe kama ulivyomwepusha Danieli. Katika lile tundu la simba, wale simba wa kumzuru. Ee Mungu nisaidie. Univushe sasa. Amen. Ibrahim Iman. Naam. Kwema. Kwema kabisa. Bwana, karibu sana Divine FM. Nashukuru sana. Okay, sawa, tunafurahi sana kuwa na wewe leo kikapuni hapa ndani Divine. Kikubwa zaidi tunataka tujue kwanza, tumfahamu kwanza Ibrahim Imani. Safari yake ya kimuziki ilianzia wapi? Nashukuru sana kwa swali zuri. Ni kweli Ibrahim Imani, safari yangu ya muziki ilianza tangu nikiwa shule. Bado niko mwanafunzi pale sekondari Gembe. Nimeanza hapo kuimba, nilikuwa naimba nyimbo za hip hop. Nimeimba nyimbo za hip hop shuleni hapo. Baadaye Mungu ni mwema, katika tembea na pilika za kutafuta maisha nikakutana na wokovu. Nimekutana na wokovu, ndipo Mungu akawa amenibadilishia sasa ujumbe wa kuimba. Badala ya kuimba hip hop nikaanza kuimba gospel. Kumbe ulianza kuimba hip hop? Yeah. Ulikuwa unaimba hip hop gospel ama ulikuwa unaimba hip hop za kidunia? Nilikuwa naimba hip hop za kidunia, maana nilikuwa bado sijamjua Mungu kwa undani zaidi. Chanzo cha kuokoka ilikuwa ni nini hasa? Tupitishe hapo tufahamu kidogo. Chanzo cha kuokoka, kweli nilipita kwenye wakati mgumu wa kiafya. Niliugua sana kipindi fulani hivi. Nimeugua sana, nikawa katika hatari ya kufa. Na huu shuhuda huwa nawaambia mara nyingi, hata wale ambao nimewahi kufika kwao, nimewahi kufanya huduma kwao, huwa nashuhudia sana. Baada ya kuugua, katika ile hali ya kuugua, unaenda hospitalini unapima, ugonjwa hamna, lakini baada ya kuja kufanyiwa maombezi nikapata uzima. Ikawa mwanzo wangu wa kuokoka. Hiyo ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2014. Ilikuwa ni 2014 hiyo. Yeah. Ilikuwa ni hapa Pakahama. Ilikuwa 2014. Mgogoro wa kiafya ulinikuta nikiwa Mwanza. Lakini baadaye nikawa nimekuja hapa Kahama, nikawa nimeajiriwa kwenye kazi za kununua mipunga na kuuza. Katika nikiwa naishi katika ile familia ya bosi wangu aliyekuwa ameniajiri, hapo ndio matatizo makubwa sasa ya kiafya yakanikuta hapo. Nikawa nimetulia hapa Kahama. Baadaye ndipo nikakutana na neema hii ya wokovu hapa Kahama. Kuokoka kabisa, kuokoka rasmi na kuanza kuingia kanisani ni mwaka 2015. Ilikuwa 2015. Yeah. Ni hapa Pakahama. Ni hapa Kahama. Okay, sawa. Uliugua nini hasa kipindi hicho? Afya yangu tu ilizofika. Ya, nikawa nahisi kama kuna vitu ndani ya mwili wangu, yani vinanyonya afya. Yani kuna vitu kama vilikuwa vinatembea ndani ya mwili wangu. Saa nyingine yani nilikuwa nahisi miguu inawaka moto. Ndio? Ndio tatizo ambalo lilikuwa linanisumbua sana.
tumbo pia kulikuwa na kitu kinauma sana tumboni. Lakini Mungu akawa amenisaidia, kwa sasa niko vizuri. Kwa sasa hivi tuko njema. Niko njema kabisa. Kwa Mungu ameweza kututoa kule tulipokuwa. Yeah. Okay, sawa. Bwana, wana kikapu pia wanafurahi pia ujio wako hapa. Wiki iliyopita tulitambulisha kazi yako. Ilikuwa siku ya Ijumaa, tulitambulisha kazi yako, inaitwa Moyo. Unaitwa Moyo wa Subira. Moyo wa Subira. Tulitambulisha hapa. Sawa kabisa. Na watu pia wakaisikiliza, wakaipokea. Baadhi pia tuliona comment zao, ingawa tukuweza kuzisoma kutokana na wakati. Sawa kabisa. Moyo kuwa na subra ni moja kazi yako pia. Hilo ndio kazi yako ya kwanza kutoka, ama kuna zingine pia zishatoka? Ile ni kazi ya 3. Kuna zingine pia ambazo zimeshawahi kutoka, lakini hii ndio kazi ambayo iligusa maisha yangu sana. Moyo wa Subira, mpaka kuamua kuja kuitambulisha na Watanzania wanisikie ya kwamba Moyo wa Subira ni nyimbo ambayo niliimba uhalisia wa sehemu ya maisha yangu. Yale ambayo nimewahi kukutana nayo, kwa sababu nimewahi kupita kwenye wakati mgumu sana. Yeah. Uliwapitia, maana ndio ambao uliweka mle yani. Kwa sababu kwamba kilichoimbwa mle asilimia kubwa ni maisha yangu. Ni maisha yangu halisi. Yeah. Ambacho ndio chanzo cha kuokoka. Ndio. Ina maana usingeugua vile leo hii Ibrahimu Imani tusingekuwa naye huko kwenye upande wa injili. Tusingekuwa kwenye injili. Kabla hujaokoka, kipindi unaimba nyimbo za kidunia kule. Ndio. Kuna impact yote ambayo ulikuwa unapata, faida gani ambayo ulipata labda katika muziki wako kabla hujaamua kuokoka kuja huko? Kabla sijaokoka, kwa sababu nilikuwa pia bado ni mwanafunzi. Nilikuwa naimba kwenye matamasha ya shuleni. Labda tumetoka shule hii kwenda kukutana na shule nyingine. Mnakutana kwenye midahalo, kila mtu anakuwa anaonyesha kipaji chake. Lakini katika ile midahalo watu walinipenda, wakapenda kipaji changu. Toka hapo nikawa na marafiki wengi wakawa wananishauri namna ya kufanya ili niweze kwenda zaidi. Ndio. Wengi wakawa wanakushauri pale. Kwamba fanya hivi, fanya kile. Ukifanya hivi itakuwa hivi. Bwana, kwa ni nani hasa ambaye alikushawishi mpaka ukaingia kwenye gospel? Kwa kweli, kusema kweli, mimi mtu hakunishawishi kuingia kwenye gospel. Isipokuwa tu kama nilivyoelezea hapo mwanzo kwamba jambo ambalo linifanya mimi kuokoka ni ugonjwa. Ni ugonjwa tu. Ni ugonjwa huo. Kwa hiyo baada ya kupona ukasema acha nimtumikie Mungu. Nilipopona nikasema huku nilikopatia msaada huko ndo pa kushikilia. Kwa nilikoponea huko ndo nishikilie huko. Na nyumbani penyewe vipi, familia tunakotoka na wenyewe wameokoka? Namshukuru Mungu. Kuna mfano kama mamangu mzazi alikuwa hajaokoka, lakini mimi ndo nilianzia kuokoka. Alikuwa anasali tu kwenye madhehebu ya kidini ya kawaida, lakini mwaka 2019 namshukuru Mungu akawa amempokea Yesu. Kwa hiyo mpaka sasa ameokoka. Kuna mdogo wangu wa mwisho naye pia ameokoka, na kuna wengine baadhi ndugu nao pia wameokoka, lakini walio wengi bado. Wale wengi bado hawajaokoka. Okay, sawa. Wewe ni miongoni mwa watu ambao umeokoka katika familia yenu. Amen. Wengine pia bado hawajaokoka. Ndio. Wanasupport vipi huduma yako wewe ili kisha kwamba Ibrahimu Imani aendelee kuitangaza injili, kwa sababu umeokoka pia? Familia yenyewe inahusika vipi katika maisha yako ya kimuziki huko? Kusema kweli, familia imehusika kwa kiwango ambacho kwa uelewa wao. Lakini mwanzoni hawakuwa wananielewa ni nini ninachokifanya. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kupata support yoyote au msaada wowote. Lakini namshukuru Mungu kwa sasa, tangu nilipotoa video, pia hizo nyimbo tayari zina video zake. Mungu ameanza kuwafungua na wao pia wameanza kuelewa kumbe huyu mtu anaelekea wapi. Kwa hiyo kwa sasa kidogo naona kuna unafuu upo. Tofauti na pale awali. Kipindi naanza huduma hii ya uimbaji. Kwa sasa hivi hata kazi zako wanasikiliza? Hata kazi zangu wanasikiliza, wananitia moyo, wanasema kazi zako ni nzuri. Endelea. Haujutii kuokoka? Sijutii kuokoka kabisa. Hilo na juto lichelewa. Bwana, kazi imetengenezwa wapi hii Moyo wa Subira? Moyo wa Subira imetengenezwa pale Bamicha Record kwa producer Crash.
designer. Crash designer ndo ambaye katengeneza mdundo. Yeah. Wewe na Crash mlikutana lini na mlikutana wapi mpaka mkafahamiana mkaona mtengeneze hiki kitu? Crash nilikutana naye mwaka 2017. Ya pale studio, kwenye studio yake, ofisi yake ile Bamicha Record. Nimekutana naye pale na ndio ikawa mara yangu ya kwanza kuingia kwenye studio na kuanza kurekodi mwaka 2017. 17. Kipindi chokuwa ni nyimbo za kidunia unaimba? Hapana, tayari sasa niko ndani ya wokovu. Hata ulikuwa umeshaingia huko? Nilikuwa nimeshaingia huko. Kwa hiyo kabla ya moyo wa subira, kuna zingine ambazo tayari mko mmeshatengeneza na Bamicha? Yeah. Kama kazi zipi zingine kabla kutambulisha hizi? Kuna kazi kama Nashukuru Bwana Yesu. Alafu kuna kazi nyingine inaitwa Ni Mwema. Yeah. Hizo ndo kazi za kwanza za Ibrahimu Imani. Za kwanza za Ibrahimu Imani. Umegusia kwamba hizi kazi tayari zina video. Ndio. Video zake pia vipi, zimetengenezewa wapi? Kahama ama tulitoka nje? Ya video zake zimetengenezewa hapa Kahama, lakini director ni kutoka Kenya. Alitengeneza mdundo kutoka Kenya. Ametoka Kenya na kuna mixing zingine mule ukizitazama zile video maeneo ya Kenya. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Kumbe tulitoka Tanzania kabisa tukaenda plus 254 kule. Tuna manager ambaye anatumanage ama sisi wenyewe tu gharama zetu kutoka Tanzania kwenda Kenya? Ni sisi wenyewe tu tunajimanage wenyewe. Kenya sehemu gani kule umeshutia? Ni Mombasa. Na ulienda Mombasa? Yeah. Na location ngapi ambazo zimetumika? Location zilizotumika ni chache sana kulingana na nguvu ya kiuchumi. Na ulikwenda mwenyewe ulikuwa unajisimamia mwenyewe kazi zako? Kazi zangu kwa kweli ambaye amenishika mkono sana ni huyo director pia. Yaani kwamba ni Crash ulienda naye Kenya? Hapana, sio Crash. Ni yule aliyefanya shooting. Director. Director. Director ndo ambaye kahusika sana. Na director anatokea Kenya? Anakaa kule Mombasa. Na mlikutana vipi na huyo director wakati yuko Kenya kwa Tanzania? Okay, huyu director nilikutana naye hapa Kahama, alikuwa amekuja kwenye mkutano wa Injili. Maana pia yeye ni mhubiri na pia ni producer. Sasa nimefika pale kwenye ule mkutano, nikawa nimealikwa, nilikuwa na mwaliko wa kuimba. Sasa nimeimba, akawa amependa kazi zangu. Amependa huduma yangu, akaniambia nataka nifanye na wewe kazi. Ndivyo na mimi nikasema niko tayari, okay, tunaweza tukafanya kazi. Ndipo tukawa tumeingia sasa huo mkataba wa kufanya hiyo kazi. Ndo mkaingia makubaliano hapo. Kwa mlikutana yani somewhere tu? Tulikutana tu. Bwana, kwa hiyo kazi zake ni nzuri sana. Mimi nakuuliza hivi kwa sababu sijabahatika kutazama hizo video zako, ndo kwanza unaniambia hapa. Sawa kabisa. Kwa hiyo kazi zako zote, audio na video zote zipo complete kabisa? Yeah. Zimekamilika. Na mtu akitaka kuzitazama hizi video anaingia kwenye channel yako ama wazipo kule? Yeah, mtu akitaka kuzitazama anaweza akaingia kwenye channel yangu ya YouTube. Anaweza akazipata. Unaandika tu jina Ibrahimu Imani kwa herufi kubwa. Ibrahimu Imani. Nakupata huko. Unanipata huko. Na vile vile unaweza kanipata Facebook. Unaweza kanipata Instagram. Kote jina ni moja tu? Jina ni moja, Ibrahimu Imani. Okay, sawa. Ibrahimu, umekuja kututembelea hapa Kikapuni Divine FM. Sawa kabisa. Watanzania wanakusikiliza. Wameacha kazi zao usiku huu hapa, wanasikiliza Divine na wanakusikiliza wewe Kikapuni hapa. Ndio. Waimbaji mnazidi kuongezeka, ni wengi. Kila engo, kila kukicha waimbaji wanachipukia. Wewe pia umeingia kwenye listi ya waimbaji. Watanzania unataka kutambue kwa kufahamu kupitia huduma yako. Lakini mwisho wa siku kaa vile huwa mnaanza kwa speed sana waimbaji. Lakini mwisho wa safari tunaokuja kuwaona wanakuwa ni wachache. Unakuta mlolongo unakuwa ni mrefu sana, mlolongo wa watu ambao wameamua kutumika, lakini final huwa ni wachache, wengine wanadondoka. Wewe umejipangaje kisha kwamba basi Ibrahimu Imani adondoki, tuendelee kumuona na kumsikia siku zote? Okay, nashukuru. Hii ni kawaida kabisa ya kwamba kila jambo huwa linaanza na watu wengi. Mfano, wanafunzi wanapoingia wanajiunga na shule, wanaanza either form 1, huwa wanaanza wanafunzi hata 200. Lakini wale wanaoenda kumaliza form 4, unakuta ni wanafunzi hata 40. Kwa nini? Ni wale ambao tayari wameshachujwa na wale ambao wamemaanisha kufanya kile kitu. Kwa hiyo hata sisi waimbaji wapo wengi ambao tuko tumeanza kazi ya uimbaji. Kuna watu ambao wanafanya kwa kuiga mtu, lakini kuna wale ambao huduma iko ndani ya damu.
Sasa wale ambao wameiga watakapokuwa wanakutana na changamoto ngumu, lazima watafeli na kurudi nyuma. Ndio unaweza ukakuta mtu anainuka kwa kasi sana, lakini unashtukia anazima. Angalia kwa nini amezima. Kuna changamoto ambazo amekutana nazo za kumfanya kate tamaa. Mimi mpaka kufikia hapa nilipo tangu mwaka 2017. Yako mengi yalionifanya niache kuimba. Yako mengi yalionifanya nikate tamaa. Lakini kwa sababu ile ni huduma ambayo iko ndani ya moyo wangu, ni kipaji cha kuzaliwa. Yaani huwa nawaambia hata watu wanaonisikiliza, hata nikiwa nimeenda kuimba, nawaambia mimi kuimba ni kitu ambacho nakipenda kuliko vitu vyote duniani. Unaona? Sasa kama hii kuimba napenda kuliko vitu vyote duniani, maana yake hii ndio kazi yangu ya kwanza, kuimba. Sasa mimi, usitegemee msikilizaji unayenisikiliza ya kwamba ulivyonisikia hivi leo hutanisikia tena. Hapana, utaendelea kunisikiliza siku zote mpaka siku labda usikie kwamba Ibrahimu sasa amekufa, ameondoka duniani. Hapo ndipo utanikosa hewani. Lakini kwa kadri ambavyo nimekanyaga studio hizi za Divine, hautakoma kunisikia. Ila isipokuwa tu nahitaji support yako wewe msikilizaji unayenisikiliza, na wewe mtazamaji ambaye utaendelea kufuatilia kazi zangu kwenye YouTube na kwenye Facebook na kwenye Instagram. Tuko pamoja, nitaendelea zaidi na zaidi. Vile vile nahitaji maombi yenu ufike mbali zaidi, ili niweze kufika mbali zaidi. Bwana, kwa sasa hivi kwenye kikapu ambayo inatamba ni Moyo wa Subra. Ndio ambayo pia hata kwenye background hapa inasikika kwa sasa hivi. Mara baada ya kazi hapa katika project, yani mipango ya Ibrahimu Imani, kuna kazi gani zingine wa Tanzania wana kikapu watarajie pia kuzisikia na kuziona muda mchache baadaye kutoka kwako? Okay, kazi ambazo nahitaji kufanya, zipo kazi mpya ambazo nimezipangilia baada ya kutoa hii album. Kuna kazi ambazo niko naziandaa, ni kazi mpya. Nadhani tu wa Tanzania au wasikilizaji wanaonisikiliza watarajie tu kupokea vitu vipya kutoka kwa Ibrahimu Imani ndani ya mwaka huu. Bwana, huyu ni Ibrahimu Imani, yuko na sisi kikapuni hapa Divine FM. Anasikika, kazi yake ilitambulishwa wiki iliyopita siku ya Ijumaa hapa na nilitambulisha mimi mwenyewe. Na ilikuwa ni Ijumaa, ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe 27. Ilikuwa tarehe 27 Ijumaa. Nilitambulisha hiyo kazi hapa, na leo hii basi Ibrahimu Imani akasema kwamba sio vibaya sana akaja kuzungumza pia na mamilioni wa Tanzania ambao wanakisikiliza kikapu, kwa sababu pia kikapu ni miongoni mwa bidhaa ambazo ziko ndani yake pia. Kwa hiyo na Ibrahimu Imani leo hii amekuwa party ya bidhaa ambazo zipo ndani ya kikapu on your radio. Jina langu ni John Ngolo. Tuko hapa hadi saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, la kwa sasa hivi nazungumza na Ibrahimu Imani. Endelea pia, kama una lolote la kuniuliza mimi mwenyewe hapa la kwangu binafsi, niandikie kwenye Instagram, natumia jina la John Ngolo. Lakini pia Ibrahimu yeye akasema kwamba anapatikana kwenye platform zote, yani mitandao yote yenye jina la Ibrahimu Imani, kule kwenye Facebook, lakini pia kwenye Instagram natumia jina la Ibrahimu Imani. Ibrahimu, kabla tujaachana na wewe hapa, tujiagana na pia sisi tuendelee na mambo mengine. Sawa sawa. Unaweza kutuambia katika safari yako ya kimuziki mpaka kufikia leo hii, kuna ups and downs zipi? Yani kuna changamoto ipi ambayo ilishaye kukukumba ama ulishaye kukutana nayo? Yani pako kajuta ukatamani kama vile uachane na masuala ya kuimba, bora ufanye biashara zingine, lakini ukasema no, acha niendelee. Changamoto ipi ambayo unaweza kushare na vijana ambao wanakusikiliza, vijana wenzako ambao wenyewe pia ndo wanachipikia kwenye muziki huu? Sawa kabisa. Changamoto ambayo iliwahi kuniumiza moyo wangu katika huduma hii ya uimbaji na kunisababishia nikate tamaa. Changamoto namba moja ni uchumi. Uchumi, kuna kipindi uliumba sana, na ulipoyumba nikawa najipiga naenda studio. Nimeipata hela kwa shida, naenda studio nikitarajia kwamba kazi yangu ndani ya wiki moja iwe imeshatoka. Lakini badala ya kwamba kazi itoke wiki moja inamaliza mwezi. Sasa ukifuata, ukienda studio unakuta kazi bado haijatoka. Kwa kweli kwa najisikia vibaya sana. Lakini kwa sababu gani? Unakuta tena watu wanahitaji kwamba vipi huduma yako, tunakuhitaji. Pale unaenda kwa nauli ya kujipiga. Unafika na kule mambo yanakuwa sio mazuri.
Yeah. Lakini kwa sasa hivi Watanzania wanakuelewa kupitia huduma yako. Mialiko sio mbaya sana inapatikana. Ya, namshukuru Mungu kwa sasa mialiko ni mingi. Mpaka inafikia hatua sehemu zingine siendi kwa kweli. Bize. Unaweza ukakuta sehemu nyingine mikutano inagongana sasa. Sehemu fulani wanakuhitaji, sehemu fulani wanakuhitaji. Namshukuru Mungu kwa hii hatua aliyonifikisha. Yeah. Bwana sawa, huyu ni Ibrahim Imani. Bwana, kabla tujiachana, wewe una lolote pia kuzungumza kwa Watanzania bwana kusikiliza hapa Kikapuni Divine FM? Yeah. Jambo la kuzungumza kwa Watanzania wanaonisikiliza hadi sasa, nahitaji support yenu, nahitaji maombi yenu. Wewe ukipita tu kwenye ukurasa wangu wa Instagram, usisahau kulike, comment, nishauri chochote kila ambacho utapenda kunishauri katika kazi. Vile vile katika YouTube usisahau kusubscribe, endelea kufuatilia, utapata vitu vingi. Vile vile usisahau kucomment na kulike. Hiyo ndio itakuwa support ya mimi kunifikisha mbali. Amina. Mungu awabariki sana. Umedhamiria? Nimedhamiria. Never go back, hautarajii kurudi nyuma. Yaani hamna kurudi nyuma. Kuna msemo mmoja wanasema kwamba mbele kwa mbele. Mbele kwa mbele. Yeah. Bwana, kuna mdau mmoja hapa ananiuliza swali. Hili ni swali ambalo kaliuliza yeye, mimi acha niliwasilishe kwako. Sawa. Ibrahim Imani ameoa? Yeah. Umeoa wewe? Nimeoa. Una watoto wangapi? Nina mke, bado sijafanikiwa kupata watoto. Umeoa mwaka gani? Nimeoa mwaka tarehe 14 mwezi wa 7 2018. 2018? Yeah. Tarehe ngapi ilikuwa? Tarehe 14 mwezi wa 7 mpaka leo. Mbona kimya hivi? Ni miaka mitatu. Mmejiwekea muda ama vipi? Ama bado ni mipango ya Mungu? Ni mipango ya Mungu. Yeah. Mungu atafanya jambo. Amen. Lakini mke pia ni vipi, anasupport vipi huduma yako? Mke wangu namshukuru kwa sababu yeye ndiye mshauri wangu wa kwanza na ni muombeaji wa huduma yangu. Na furaha yake ni yeye anaponiona ninamtumikia Mungu. Ndio furaha yake. Ndio furaha yake iko pale. Yeah. Bwana sawa, mimi nikushukuru sana kwa ujio wako. Asante kwa kuja Divine FM, asante kwa kuja Kikapuni. Nashukuru pia sana. Nashukuru sana kwako pia John Ngolo. Bwana shukrani sana. Huyu ni Ibrahim Imani. Wiki iliyopita kama nilivyokuambia, kazi yake kwa mara ya kwanza ilisikika hapa Kikapuni, na leo ameona sio vibaya sana akaja akasikika pia akashare na sisi idea zake na vision zake pia kwa ujumla kuhusiana na huduma yake na venye ambavyo anahitaji kuishifisha kwamba basi ndoto yake inatimia pale ambapo anahitaji kuwa, na ametupromise kwamba hatoweza kurudi nyuma. Hatohitaji kubaki hapa alipo, anahitaji kufika mbali zaidi. Ibrahim Imani, miaka 3 ama 4 5 baadaye, Ibrahim Imani tumuone wapi? Sio miaka mingi sana. Yani kwa jinsi ambavyo mimi ninavyoona, maono yangu na moyo wangu unavyonisukuma na Roho Mtakatifu niliye naye, nashuhudiwa sana muda sio mrefu nitakuwa pale juu. Nitakuwa juu. Unataka ukakompete na kaka zako kwa? Yeah. Nitakuwa kwenye lile grupu. Bwana sawa. Yeah. Bwana asante sana. Huyo ni Ibrahim Imani. Bwana kasikika leo Kikapuni hapa, tumeanza naye kupitia Back Home. Back Home ni mwimbaji kutokea hapa pa ardhi ya Kahama. Kazi inaitwa Moyo Subira, ilisikika hapa na pia na leo utasikiliza tena hapa For the Once Again, inasikika tena hapa Kikapuni. Jina langu ni John Ngolo. Hiki ni Kikapu Divine FM mpaka 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Una lolote la kunishauri, usisite niandikie kwenye Instagram, natumia jina la John Ngolo, ni JOHNNGOLLO John Ngolo. Ukiniandikia hapo mimi nitasoma kile ambacho utakuwa umeniandikia, lakini pia usisite unaweza pia ukaandika kupitia 0767862775 au 0688105435. Tuko mpaka saa 4 usiku, lakini shehena